ni seremoni. Na hiyo seremoni ni seremoni ya Wakristo, sababu hapa tunaonekana kama watoto wa Mungu ama kama Wakristo. Na hiyo seremoni inakuwa ya kuleta watu wazi ama publicly. Kuonyesha uamuzi ya watu na zaidi ya yote imani ya watu wale. Na kwa nini yanafanyika hivyo? Kuacha njia fulani na kufuata njia fulani, na ile njia ambao watu wanaamua kuacha sana ni njia ya ulimwengu. Unajua, wakati mingi tunapoongea ulimwengu, watu wanaangalia mara moja mazambi, mawasherati, uzinifu, mambo fulani. Lakini Yesu wakati alikuwa anaongea juu ya ulimwengu, mara mingi sana alikuwa anagusia makuhani, wafarisayo na watu wengine, na wale watu wote walikuwa ndani ya hekalu. Ni kusema walikuwa watu wenyewe walikuwa wanajulikana kwamba watu wa Mungu. Na kitu kilichofanya kwamba njia yao isionekane sawa mbele za Mungu ilikuwa mafundisho waliokuwa nayo. Na hiyo mafundisho waliokuwa nayo walikuwa naifanya kwa ajili ya faida yao, lakini haikuwa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na ndio kwa maana wakati Yesu alikuja aliongea sana juu hao watu na kukemea matendo yao ambayo hayakuwa matendo mazuri. Na sasa kabla Yesu kukuja, kulikuwa mtu ambaye aliitwa Yohane Mbatizaji. Na Yohane Mbatizaji alichaguliwa na Mungu kufanya hiyo kazi ya ubatizo. Lakini ukisoma hiyo kitabu ya Matendo ya Mitume 19:2 utakuta pale wakati ambao wanafunzi ama Petro na wanafunzi wa Yesu wakati ambao wanakutana na wale waliokuwa wanaitwa wanafunzi ama wafuazi wa Yohane Mbatizaji, wakaanza kuwafundisha juu ya Roho Mtakatifu. Wakati walipowaambia wakasema hatuyasikia habari ya Roho Mtakatifu, hawa wakakuwa oblige kuwauliza, amuyasikia habari ya Roho Mtakatifu, mshakabatiziwa? Anasema ndio tushakabatiziwa. Sina sisi tushakabatiziwa. Nawe ulizo kuba sio. Akauliza mbatizo ubatizo gani? Wakasema ubatizo wa Yohane Mbatizaji. Lakini sababu walikuwa na kitu ambao hawakuelewa wakati walipobatizwa. Walipofundishwa neno la Mungu, wakaambiwa habari za Roho Mtakatifu, wakaona anasema kumbe tulifanyaka makosa sana, lakini acha leo tuamue. Wakaamua na wakabatiziwa tena. Bwana Yesu asifiwe. Ni kusema unaweza kuwa ulibatiziwaka kama ulikuwa haelewi, ulikuwa haufahamu. Wakati unaelewa na unafahamu na nyingine neno batizo, utakuwa haujakosea. Lakini kitu kikubwa, ubatizo ina maana moja sana kubwa. Unaposoma kitabu ya Waroma 6:4 unaenda kwa kitabu wa Wakolosai 2:10 mpaka 15. Ile maandiko nitawaletea nayo kila mtu ambaye atahitaji. Iko naongea kwamba ubatizo ni kushiriki kifo ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kushiriki nini? Kifo ya Yesu Kristo. Kwa gizi Yesu alikufaka. Ukasema na mimi nakubali leo kukufa na nani? Kufa na Yesu. Na Yesu alikufaka ndani ya ulimwengu huu kwa ajili ya dhambi. Ni kusema alikufiaka
watu wa zambi. Zambi ndio iliwaka Yesu, na ile zambi mara mingi Biblia inaisymbolize sawa dunia, na ile dunia ambayo iliwaka Yesu, ambayo Yesu alikufaka ndani yake, ndio bahari ambayo tunafanya nini, ambayo tuko ndani yake. Sasa wakati unakuja kutangaza ile kukubali kwako ama kukufa kwako na Yesu, hivyo vitabu viwili vinasema tunapokushusha ndani ya mai humu, unasema leo ninakubali kukufa na Yesu. Na wakati tunakutosha ndani ya hiyo maji, unatoka ndani na huko unatangaza kwamba kwa gizi Yesu alikufaka na akafufuka, na mimi siku moja hata kama nikikufa ndani ya mwili, nikikufa ndani ya, ninakubali kwamba nitafufuka na nani? Nitafufuka na Yesu Kristo. Haleluya. Ni kusema unakuja kutangaza habari ya kufa na kufufuka kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Sasa kuna maneno mengi juu ya namna ya ubatizo, hali ya ubatizo, yale yote yako ndani ya Biblia. Wengine wabatiza kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, ndani ya maji, kopo, mambo mengine. Wengine wanakuja wanabatiza kwa jina la Yesu Kristo, lakini wanatimba maji, wanafanya kutaka kwao. Lakini jambo ambalo tuko nafanya ndiyo jambo lililo ndani ya Biblia. Yesu ndani ya kitabu ya Mathayo akaambia wanafunzi, endeni ulimwengu pote mfanye nini? Muwafundishe mataifa, muwafanye kuwa wanafunzi. Muwabatize namna gani? Kwa jina la nani? La Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Aliwaambia kama muwabatize kwa jina yagamba mubabatize murinya. Bwana Yesu asifiwe. Leo sasa watu wanakuja tunakubatiza kwa jina la Baba. Baba ni jina. Abantu bajjane bakamba tukubatiza murinya lya tata. Simanyo batata libera linya. Baba ni jina. Ni jina ambalo tunaita common name, ni kusema external common. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi niko baba. Nange ndi tata. Niko baba. Wakati unakuja na kubatiza kwa jina la Baba, ni baba gani? Ilibidi kutaja ule baba jina yake. Yesu alisema muwabatize kwa jina la Baba, mutaye jina ya ule baba. Ni nani? Mimi niko Baba Glody. Ndio. Lakini niko na jina yangu, mimi niko jina Baba Glody. Lakini niko na jina yangu. Sasa mubatize kwa ile jina. Ni jina gani ya ule baba? Unaposoma kitabu ya Yohane 10:13, Yesu iko anaongea, anasema mimi na Baba ni wangapi? Ni wangapi? Mimi na Baba ni wangapi? Ni mtu huyu. Ni kusema jina kwanza tuliopewa, Biblia inasema ni jina la nani? Biblia inasema hakuna jina lingine tulilopewa. Tulipewa jina la nani? Jina la Yesu Kristo. Ni kusema ule Baba ndo nani? Mimi na Baba ni mmoja. Ni kusema ule Baba ni Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya kitabu ya Yohane, ndani ya kitabu ya Yohane, wakati Yesu konaondoka anasema, ninaenda kwa dakika kidogo, lakini tena baada ya muda kidogo nitarudi kwenu. Kwa dakika nitafanya, siku kidogo nitafanya nini? Nitarudi. Akasema muende Yerusalema, msitoke mpaka mtakapopokea nini? Huyo ilikuwa ni Yesu. Ni kusema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Yesu alikuwa anamaanisha kitu hii moya ambao ni Mungu asiyegawanika, ambao ilikuwa ni Yesu Kristo pekee yake. Na sasa wakati hao watu walipokea Roho Mtakatifu, ndani ya kitabu Matendo ya Mitume 2, ukienda 38 verse wa mitume, sasa Petro wanaanza kufanya kazi ya ubatizo ambao Yesu aliwaambia. Makuhani na watu wengine wakauliza wa mitume kwa ajili ya kufanya nini ili wapate kuona Mungu, wapate kupata wokovu. Petro akasema mupate tu kuamini na mubatiziwe namna gani? Kwa jina la nani? Kwa jina la Yesu. Ni kusema ndani ya Biblia tangu mwanzo mpaka mwisho hakuna mahali ambapo walibatiza watu kwa jina la Baba. Ni kusema
tangu kanisa ilipoanza ndani ya Agano Jipya mpaka kumalizika, watu walibatizwa, wote walibatizwa kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Sababu gani kwa jina la Yesu Kristo? Kwa sababu wokovu wetu tumeupata kupitia nani? Yesu Kristo. Na atakaye kuja kuchukua kanisa ni nani? Ole wa mtu yule atakaye batiziwa kwa jina la Baba. Wakati Yesu atakuja, atangoja Baba mfufue. Na ni Baba gani mwenye atamfufua? Jina la Mwana, Mwana gani mwenye atamfufua? Lakini tuna mtu mmoja tu ambaye alikufa kwa ajili ya dhambi na akafufuka, ambaye anaitwa ufufuko, ambao ni Yesu Kristo, na ni kwa jina ya ule ambao tunafanya nini? Tunabatiza sawa na neno la Mungu ndani ya maandiko matakatifu. Na yote yanategemea na imani tulio nayo, sababu Marko 16:16 inasema na anayeamini na kubatiziwa. Ni kusema nini? Ni kusema ubatizo yanakuja baada ya kuamini. Lakini unaamini neno gani? Sababu Waroma 10:16-17 iko nasema imani inakuja kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Yale yenyewe ulisikiaka ndo kwa maana walikubatizaka, labda ndoko mtoto ndoko namna gani, na yale ambayo umesikia leo labda ndio yenye ya kusukuma kufanya nini? Kubatiziwa tena leo. Lakini kama haujaelewa na kufahamu tu, tungali tunakuatia muda. Unaweza sema mtoshe jina langu polisi, wale ambao wameelewa na kufahamu wapate kufanya nini? Kubatiziwa. Na siku zinazokuja utakutana na mwingine atakwambia upate kubatiziwa tena, lakini neno lenyewe ulisikia ndio yenyewe taacha ubatiziwe ama usifanye nini? Usibatiziwe. Hivi shika neno la Mungu na ile neno lipate kukusaidia ili Kristo atakapokuja tusinge likosa mbingu, lakini tupate kuingiana na nini? Ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa ufupi ni yale. Kama kuna maswali mengine yote tutayasubiri baada ya ubatizo, na tunajua kwamba Mungu atapata kutubariki, na Mungu atubariki kwa siku ya leo. Asante sana. Amen. Jambo cha tatu, maana kubatiziwa. Ndio maana watu wamesema sasa batizo na kosa kama tatizo na mimi ndio kubatiza. Lakini Mungu abariki mtumishi wa Bwana mekusie kama muomu. Msemo utengana na maji, unajua kusema kwa mimi ndio maji juu ya nini? Na akili yako umeelewa sema na batizo ya kubatizo kwa jina la Bwana. Na Mungu akubariki sana. Na kama tunakuja mahali hapa wenyewe watengana Mungu anaendelea kukaa pamoja nao katika jina la Yesu. Neema yako Baba imenitosha, neema yako Baba imenitosha, imba neema yako Baba imenitosha. Imeuza bei gani? Ni ya bure. Bei gani? Ni ya bure. Bei gani? Bei gani? Ni ya bure. 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 Damu ya Yesu imeuzwa bei gani? Ni ya bure. Damu ya Yesu imeuzwa bei gani? Enda kujitakasa, takasa mwili yako, takasa na mwangalia Yesu, mwangalia Yesu, osha Bwana, mwangalia Yesu, takasa, mwangalia Yesu, osha, mwangalia Yesu ya Baba, osha Yesu, Yesu mwangalia, damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu, takasa Baba, takasa Yesu. Takasa roho yako, takasa nafsi yako, takasa akili yako, takasa maisha yako, takasa mwili yako. Chimwange damu ya Yesu, chimwange damu ya Yesu, chimwange damu ya Yesu. Ingia kindani, unaomba damu ya Yesu, unaomba damu ya Yesu, unaomba damu ya Yesu fanye kazi ndani ya maisha yako. Takasa
Endo takasa hewa mahali hapa, safisha hewa za resistance, hewa za kunyamazisha watu, hewa za kufurahisha watu. Mwanga hewa mishale mafutima na mafutima, mwanga damu na mamlaka roho ya Bwana shuka kwangu, unijaze nguvu moyoni mwangu. Roho ya Bwana shuka kwangu, unijaze nguvu na mamlaka. Roho ya Bwana shuka kwangu, unijaze nguvu na mamlaka. Roho ya Bwana shuka kwangu, roho ya Bwana shuka kwangu, unijaze nguvu na mamlaka. Unijaze nguvu maishani mwangu, unijaze nguvu moyoni mwangu, unijaze nguvu maishani mwangu. Roho ya Bwana shuka kwangu, unijaze nguvu na mamlaka. Roho ya Bwana shuka kwangu, unijaze nguvu na mamlaka. Roho ya Bwana shuka kwangu, unijaze nguvu na mamlaka. Yes. Nana safari wokovu, nana njia wokovu. Omba Roho Mtakatifu awe pamoja na wewe. Omba Roho Mtakatifu. Yes. Uwezo awe pamoja na Baba wewe. tawala. Nana safari wokovu kama kile kwenye mkono. Omba Roho Mtakatifu. Yanasema iko mahali hapa. Satani anasema iko mahali hapa. Nikusema hivi nafanya kazi sana maisha yako. Nasema tunakufunisha maji. Salama itaondoka maji. Hii maji sio maji. Ni damu ya Yesu Masihi yako. Na ndio kwa maana kwa kusudia hiyo imani, amen, tunambatiza kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Amen. Haleluya. Karatela kamotema, Papa na yebi okosala, Papa na yebi omalamu, Papa na yebi omalamu, Papa na yebi okosala, Papa yo yebi omalamu, Papa yo yebi omalamu, Papa yo yebi omalamu, Papa na yebi okosala. Oh papa onekana. Jina la Yesu. Amen. Asante kwa imani yake. Amen. Yes. Ndio kwa maana sawa kwa faida. Tunambatiza kwa jina la Yesu. Amina. Amen. Zambe nanga zako sala. Zambe nanga zako sala. Yahweh. Zambe nanga zako sala. Zambe nanga zako sala.
Amen. Yesu Kristo na pesa yo nini kambe nanga na pesa yo nini na pesa yo nini kambe nanga na pesa yo nini na pesa yo nini kambe nanga na pesa yo nini na pesa yo nini kambe nanga na pesa yo na maso ya sali na bombo na diso kambe nanga na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini Zambe na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini na pesa yo nini nanga na pesa yo nini na pesa yo nini Zambe nanga na pesa yo nini Zambe nanga yo nini Zambe nanga na pesa yo nini pesa yo nini Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni ndugu Jiskari ambao tunasimama hapa ndani ya jina ya Jean ama Yohani anayekubali kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo, na sisi kanisa pia tumekuja tushuhudie imani yake katika Kristo. Hallelujah. Ndio kwa maana sawa kanisa Bethsaida Community Church tunabatiza ndugu Yohani kwa jina la Yesu. Zambe na pesa yo nini Zambe na pesa yo nini Papa na pesa yo nini kalo na pesa yo nini Zambe na pesa yo nini na pesa yo nini Zambe na pesa yo nini Papa na pesa yo nini Zambe na pesa yo nini Zambe na pesa yo nini Zambe na pesa yo nini Yes, Zambe na pesa yo nini na pesa yo nini Zambe na pesa yo nini Zambe na pesa yo nini oh mon Dieu Jésus-Christ est bon, le tout-puissant est bon pour moi. Oh mon Dieu, il est bon, oh mon Dieu, il est bon pour moi. La main cachée, oh ya ya oh, il est bon, oh mon Dieu, il est bon pour moi. Le tout-puissant, il est bon, pour moi. Oh mon Dieu, il est bon,
Anakubali kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo, na sisi kanisa Bethsaida tunakuja kusidia imani yake katika Kristo, na ndio kwa maana nambatiza kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Yesu salalo lenge olingie Yahweh salalo lenge na salalo lenge olingie Yahweh salalo lenge nana sengo salalo lenge olingie Yahweh salalo lenge nana sengo salalo lenge olingie Ndugu Nathanaele ambao anakubali kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na sisi kanisa tunashuhudia imani yake katika Kristo, na ndio kwa maana tunambatiza kwa jina la Yesu. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Ni wewe msaada, ni wewe jibu letu, hakuna kama wewe Baba. Baba wa mbinguni, oh Yesu, asante Baba. Ni dada Ane ambao anakubali kwa hiari yake kubatizwa kwa jina la Yesu Kristo. Sisi kanisa tuko hapa kwa kushuhudia imani yake, na ndio kwa maana Yesu tunambatiza, ndio kwa maana Yesu tunambatiza kwa Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Yahweh salama. Amen. Yahweh, Yahweh salalo, Yahweh salalo lenge na Yahweh, Yahweh salama, Yahweh, Yahweh salalo lenge letupisa tumisama nayo Yahweh umisama
Bwana Yesu asifiwe. Ni ndugu Victoire ambao anakubali kubatizwa na sisi Bethsaida Community Church tunakuja kusikia imani yake ndani ya Kristo. Ndio kwa maana tunambatiza katika kumisama nayo yawe kumisama Nzambe na biso yawe papa sembo na lubokwe kumisama yawe Nzambe na biso yawe papa sembo na lubokwe kumisama Yahweh. Onekana tena Yesu. Napata watu pigana vita waongoze tena Baba. Watawale tena Yesu. Wafungulie endelee kuona. Wasogelee kwa mapenzi yako. Baba tunasika tena Baba. Mkono uwezo shukrani zako Baba. Waongoze na kuwasimamisha ndani ya njia ya wokovu Baba. Pigana vita vya Baba. Katika jina la Yesu. Enda kubariki